Wana wapendwa wa Mungu tuliokombolewa kwa ushindi wa Kristo kutoka katika hali ya dhambi. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya Pasaka katika mwaka C wa Kanisa. Somo la kwanza ni la kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 10 aya 34 na aya 37 hadi aya ya 43. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai, sura ya 3 aya ya 1 hadi aya ya 4, au waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 5 aya ya 6 hadi aya ya 8. Na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya 20 aya ya 1 hadi aya ya 9, au mwinjili Mathayo, sura ya 28 aya ya 1 hadi aya ya 10. Tusikilize Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Yohane. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene alikwenda kaburini alfajiri kungali giza bado. Akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Akawaambia, "Wamemuondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka." Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza wa kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaviona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro akimfuata, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwepo kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia na yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza wa kufika kaburini, akaona na kuamini. Kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Ni kweli, haleluya, haleluya. Ndugu wapendwa katika Kristo, leo ikiwa ni Dominika ya Pasaka, ni sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo akiwa ameshinda na kuweza kutufanya sisi tupate kukombolewa kutoka katika utumwa wa dhambi. Hivyo tunaposherehekea hii Dominika ya Pasaka, ni vema tukaelewa kwanza nini maana ya Pasaka. Neno Pasaka limetokana na neno la Kiebrania Pesach, au neno la Kigiriki Pascha, ikiwa na maana kuwa ni sherehe ya Kiyahudi iliyowakumbusha jinsi Mungu alivyowakomboa Waisraeli kutoka katika utumwa wa Misri. Mungu aliwaagiza Waisraeli wakumbuke tukio hilo muhimu kila mwaka katika siku ya 14 ya mwezi wa Kiyahudi, Nisan. Rejea kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya ya 42 na kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 23 aya ya 5. Ndio hali hiyo ya ukombozi pia iliyotokea kwa mwanadamu kupitia ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kututoa katika hali ya utumwa wa dhambi na kutupatanisha na Baba ili tuwe huru katika kumtumikia yeye peke yake. Ushindi huo ni katika ufufuko wa Yesu, ambao ni kilele cha ukweli wa imani yetu katika Kristo, ambayo jamii ya kwanza ya Wakristo iliusadiki na kuuishi kama kiini cha ukweli. Waliendeleza kama msingi kwa njia ya mapokeo, walithibitisha kwa njia ya maandiko ya Agano Jipya, na wakaihubiri kama sehemu muhimu ya fumbo la Pasaka pamoja na fumbo la msalaba. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 638. Kumbe Wakristo hao wa kwanza ndio tuliowasikia pia katika Injili, ambapo mwanamke Maria Magdalene anakuwa shahidi wa kwanza wa kuwapelekea habari Simoni Petro
na mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, ambaye ni Yohane, na kuwaambia wamemuondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Habari hii anayoitoa ni baada ya kuona lile jiwe limeondolewa kaburini. Hivyo ndugu zangu, katika kutoa ushuhuda huu na hata wenye mashaka kuwa je, ni kweli Kristo amefufuka kutoka wafu, kumbe wanapata kuelewa kwamba sasa ni sehemu ya maisha ya wafuasi wa Kristo wa kwanza na ya kanisa kutoa habari njema kuwa Yesu Kristo amefufuka kweli. Swali linatujia sisi sote. Je, mimi na wewe tunaweza kutembea katika upya huu wa maisha tuliotengenezewa na Kristo mfufuka? Kwa sababu ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo unamaanisha kuwa jiwe kubwa ambalo linakuwa kama ukuta kati ya mwanadamu na Mungu limeondolewa sasa, na kupitia Yesu Kristo aliye njia ya kwenda kwa Baba ipo wazi na kila mmoja anaalikwa kuifuata. Kwa mfano, ukisoma Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 6, tunatambulishwa kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ndiye njia, ukweli na uzima. Mfano halisi kutokana na ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo na kuweza kutupatia hali ya kuweza kututoa katika maisha ya kale, maisha ya dhambi, na kuweza kuwa na maisha mapya. Ni kama chumba kilichotanda giza na Yesu kafufuka kuleta mwanga kwa kuvuta pazia ambalo sasa linaruhusu mwanga uweze kuingia na kuweza kulifanya lile giza litoweke. Kumbe kwa ufufuko wa Yesu, furaha na uzima wa milele vyawezekana kwetu sote. Tunapata nguvu ya mwanzo mpya katika maisha yetu, yani kutoka katika hali ya utumwa wa dhambi ambayo ilikuwa ni maisha ya giza. Maisha ya giza ni kama fikra potofu, matendo maovu yaliyo ya wazi na yaliyofichika, kukosa uaminifu, lugha chafu na kutokuwa na maisha yenye maadili yanayofaa. Hii yote ni hali ya giza katika mioyo yetu, kuishi maisha ya kale yasiyotamaniwa tena. Kwa maana hiyo, Kristo mfufuka ndiye mwanga wa kuondoa giza hili. Ndiye mwanga wa imani yetu na ndiye tumaini letu kwa jamii yetu na ulimwengu mzima. Kwa maana hiyo, Pasaka ni muda wa kutambua uhusiano binafsi na Kristo mfufuka ndani ya maisha ya kanisa. Ni uhusiano ambao hakuna mtu anayeweza kuondoa kutoka kwetu. Na uhusiano ndio ambao utatufanya sisi tuwe vizuri na tubaki kuwa salama zaidi. Na katika uhusiano huu, manake ni uhusiano unaodumu milele. Ni uhusiano ambao hauna mwisho. Nipende kuwatakia heri na baraka nyingi katika sherehe za Kristo mfufuka. Amefufuka kweli kweli. Haleluya, haleluya. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.